la Kalengi lililoko katika wilaya ya Fizi mkoani Kivu Kusini liliingia mikononi mwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC tarehe 10 Februari mwaka 2026. Operesheni hiyo ilifanywa kwa ushirikiano na wapiganaji wa Wazalendo pamoja na wanajeshi wa Burundi. Hatua hii inaonekana kuwa sehemu muhimu ya operesheni zinazoendelea dhidi ya makundi yenye silaha katika milima ya juu ya Fizi. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, kabla ya Kalengi kudhibitiwa, kulifanyika mashambulizi ya droni yaliyolenga ngome zinazodaiwa kumilikiwa na makundi ya wahasi wa Twigwa na Already Tabara yanayotajwa kuwa washirika wa M23. Taarifa pia zinaeleza kuwa kiongozi wa waasi Charles Matama aliondoka Kalengi kuelekea Lemera katika milima ya Uvira. Baadhi ya wachambuzi wanaona hatua hiyo kama mabadiliko ya kimkakati au dalili ya kudhoofika kwa uongozi wa waasi, huko operesheni za kijeshi zikiendelea katika maeneo jirani. Wakati huo vyanzo vya eneo hilo viliripoti kuzingirwa kwa taratibu kwa kituo cha Minembwe na vikosi vyenye silaha nzito. Vikosi hivyo vinadai kuwa na droni na vifaa vya kisasa vya kijeshi, hali inayoongeza hofu na uwezekano wa mashambulizi mapya dhidi ya eneo hilo muhimu kimkakati. Hali bado ni tete na mamlaka hazijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi ya majeruhi au hali kamili ya udhibiti wa eneo hilo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limeripoti kutekeleza mashambulizi ya anga dhidi ya nafasi zinazodaiwa kushikiliwa na wahasi wa AFC M23 ARC katika eneo la Minjenja wilayani Walikale mkoani Kivu Kusini mashariki mwa DRC. Kwa mujibu wa taarifa za awali, operesheni hiyo inalenga kuzoofisha ngome za wahasi katika eneo hilo ambalo limekuwa likishuhudiwa mvutano wa mara kwa mara kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha. Walikale ni eneo lenye umuhimu wa kimkakati kutokana na rasilimali zake na nafasi yake ya kijiografia kati ya maeneo ya mapigano. Hadi sasa hakuna takwimu rasmi zilizotolewa kuhusu hasara za kibinadamu au uharibifu wa mali. Vile vile haijathibitishwa kutoka vyanzo huru kuhusu ukubwa wa mashambulizi hayo. Mashambulizi hayo yanakuja katika kipindi ambacho juhudi za kidiplomasia zinaendelea katika kikanda na kimataifa kuhimiza usitishaji wa mapigano na kurejesha utulivu mashariki mwa DRC. Tarehe 11 Februari mwaka 2026, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imechaguliwa tena kuwa mjumbe wa Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika kwa kipindi kingine cha miaka miwili, ikipata kura 44 kati ya 48 zilizopigwa mjini Addis Abeba huko Ethiopia. Uchaguzi huo unafuata baada ya kipindi cha awali cha wanachama kilianza mwaka 2024 na unathibitisha nafasi ya DRC kama miongoni mwa wanachama wenye nguvu katika masuala ya amani na usalama barani Afrika. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameripoti kukubali kurejesha pasipoti zilizokuwa zimezuiliwa na baadhi ya wapinzani wa kisiasa, iwe walioko uhamishoni au ndani ya nchi. Hatua hiyo inakuja kufuatia shinikizo kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Uamuzi huo unalenga kuwezesha wahusika kusafiri kwenda Rwanda, Angola, kushiriki katika mashauriano yanayolenga kuandaa mazungumzo ya kitaifa ya mjadala jumuishi. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na vyombo mbalimbali vikimnukuu Eric Prince, mwanzilishi wa kampuni binafsi ya kijeshi Blackwater na anayedaiwa kuwa karibu na rais wa Marekani Trump, ameripotiwa kupeleka timu ya usalama binafsi kusaidia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika kulinda mji wa Uvira mkoa wa Kivu Kusini. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa wakandarasi wake walitoa msaada wa uchunguzi na ufuatiliaji kwa kutumia ndege zisizo na rubani, wakisaidia vikosi maalum vya FARDC katika operesheni dhidi ya waasi wa AFC M23. M23 imekuwa ikishitumiwa na Umoja wa Mataifa pamoja na baadhi ya mataifa ya magharibi kwa kupokea msaada kutoka Rwanda, madai ambayo serikali ya Kigali imekuwa
ikikanusha mara kwa mara.